Hakuna mtu ambaye amezaliwa kwa bahati mbaya. Kila aliyezaliwa ni Mungu ameruhusu azaliwe kwa namna hiyo aliyozaliwa, ili aweze kutimiza kusudi lake hapa duniani. Nikisema kusudi, namaanisha kazi. Kuna kazi ambayo Mungu ameiweka ndani yako, anataka uikamilishe hapa duniani ili ufalme wake ujengwe hapa duniani. Na Mungu ana serikali yake, yeye akiwa ndiye kiongozi mkuu wa hiyo serikali, yani mtawala. Halafu anafuata Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye ni msimamizi katika hiyo serikali ya Mungu. Halafu anafuata Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ni msimamizi wa utekelezaji. Anahakikisha wizara zote zimetekeleza majukumu yake pamoja na idara zote. Sasa kwenye serikali ya Mungu kuna wizara 5 ambazo tunaziita huduma: mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu. Na hizi wizara ndani yake kuna idara mbalimbali. Kwa mfano, kwenye wizara ya wainjilisti kuna waimbaji, kuna mashemasi, kuna wahudumu, kuna wale watu wanaoshuhudia mtaa kwa mtaa. Na kwenye wizara ya wachungaji ndio tunapata umomo maaskofu, watunza hazina wa kanisa, makatibu na kadhalika. Ili wewe uweze kuyafurahia maisha yako, ni lazima ujue kwamba uko hapa duniani ili kuifanya kazi ya Mungu kwenye serikali yake. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwenye hiyo serikali yake upo kwenye wizara gani? Je, upo kwenye upande wa manabii, upo kwenye mitume, upo kwenye walimu, upo kwenye uinjilisti au upo kwenye wachungaji? Kwa sababu kila wizara ina utendaji kazi wake. Hawa mitume kazi yao ni kuonesha pendo la Mungu. Wanatuambia ni jinsi gani Mungu anatupenda, wanaonesha lile pendo. Na manabii kazi yao ni kutuonesha utakatifu wa Mungu. Kwa mfano mimi hapa, mnaona kila wakati nikiongelea mambo ya utakatifu, utakatifu, utakatifu. Ni kwa sababu nipo kwenye wizara yangu, nafanya kile ambacho Mungu ameniagiza kukifanya. Halafu kuna wainjilisti. Hawa wainjilisti kazi yao ni kuwakusanya watu na kuwaleta kwa Yesu. Na ndio unakuta wainjilisti ni watu fulani wana nguvu, yani wamechangamka. Si watu goigoi, yani watu ambao hata sauti zao, njoo kwa Yesu, leo ndio siku yako, okoka leo, wokovu sasa, Bwana Yesu anakuja, siku za mwisho zimefika, haleluya. Ni watu ambao wamechangamka, alafu wanatamani watu waokoke. Yani mwinjilisti anaweza kutamani hata kupige teki. Kwani uokoki wewe? Kwa sababu wizara yake inamtaka hivyo, wakusanywe watu waletwe kwa Yesu. Sasa wakishakusanywa hawa watu wakaletwa kwa Yesu, ndio anakuja mchungaji. Wizara ya wachungaji wanawapokea. Sasa hawa ni kondoo wameshaletwa. Tunajua kazi ya mchungaji ni kuchunga. Kwa hiyo mchungaji anawatunza sasa wale ambao wameokoka, halafu anakuwa kama baba, anawalea, anawaangalia, anawafuatilia wanaendeleaje kazi ya mchungaji. Au anakuwa kama mama, manake kuna wachungaji wengine ni wanawake. Halafu wanafuata walimu. Sasa watu wameshachungwa, wametulia sasa zizini. Ndio mwalimu anakuja hapo, anawafundisha. Wokovu unatakiwa uishi hivi. Bwana Yesu alikuja kwa sababu hii. Kwa nini Bwana Yesu alikuokoa? Wanafundishwa. Inawasaidia wanakuwa kiroho, baadaye wanakuja kujua na wenyewe kusudi la maisha yao. Na ndio hapo sasa wanaanza kutokea walimu wengine, manabii, mitume, wachungaji, wainjilisti, baada ya kupata mafundisho ya neno la Mungu. Wakati mwingine unaweza kuona kama maisha hayana maana. Mtu ambaye anasubiri kwamba bora kukuche tu, ni mtu ambaye amejaa fadhaa, anaona giza tu, haelewi kwa nini nilizaliwa. Kwa nini tunazaliwa? Unazaliwa kwa sababu Mungu anataka utimize kusudi lako. Kuna kazi anataka uifanye. Na kwa nini tunateseka sana katika maisha? Ni kwa sababu hatujakaa kwenye kusudi. Wewe wizara yako ipo kwa mitume, lakini haujui, haupo wizarani. Utapataje mshahara wako? Unapokuwa wizarani, tayari uko ofisini, lazima upewe mshahara na Mungu. Ndio hapo tunapata baraka, tunapata ustawi, maisha ya furaha na amani, kwa sababu tayari uko kwenye nafasi yako. Watu wanaishi kwa fadhaa, watu wanaishi kwa huzuni kwa sababu hawajajua wamekuja duniani kufanya nini. Mungu hajakuleta hapa duniani uteseke. Amekuleta ufanye kazi.
Ukishaijua hiyo kazi yako ukaanza kuifanya, unaanza kuona maana ya maisha. Ni mtu ambaye unakuwa unafurahia kunapokucha. Lakini kama hujui kusudi lako, kila kunapokucha unasikia fadhaa, huzuni, yani kwamba bora ningekufa. Mwingine anasema bora ningekufa. Mungu akusaidie sana. Naamini kupitia somo hili utajua kusudi lako. Sasa kwenye wizara wote tunategemeana ili serikali yetu iende vizuri. Maana serikali yetu, kazi yetu kubwa ni kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani. Yaani tusababishe watu wote wampokee Yesu ili waishi maisha ya furaha na amani. Hatua muhimu ya kwanza ya wewe kulijua kusudi lako ni kuamua kumpa Yesu maisha yako. Unamwambia Yesu, nimekubali uwe wangu. Unamkubali moyoni, unakiri kwa kinywa chako, unaokoka. Manake unaokolewa. Unatoka sasa kwenye serikali ile ya shetani, unaingia kwenye serikali ya Mungu ambaye ndiye aliumba mbingu na nchi. Baada ya hapo Yesu anakupa ufunguo mamlaka. Ndio hapo sasa tunaingia hatua nyingine, unaanza kusoma neno ili kuweza kumjua Mungu. Ukishasoma neno unakuwa mtu wa maombi. Sasa hapo ndo unawasiliana na Mungu. Halafu unatengeneza uhusiano binafsi na Roho Mtakatifu. Maanake yeye ndo anafuatilia serikali inaendaje, wafanyakazi wakoje, tabia zao ni zipi, anapeleka taarifa kwa bosi wetu ambaye ndo baba yetu wa mbinguni. Unakuwa naye jirani, unakuwa na uhusiano naye mzuri. Roho Mtakatifu anakuambia bosi sasa hizi amesema uache hiyo tabia, achana naye. Atakukata mshahara. Unajipendekeza kwa Roho Mtakatifu, wewe niambie bosi anasemaje? Anasema atakuongeza mshahara, unaendelea vizuri. Bosi anasema uwe unaamka unasali, uwe unafanya hivi. Kwa hiyo wewe unapomsikiliza Roho Mtakatifu afu unatenda hivyo, kule bosi wetu anafurahi, ambaye ndio baba yetu wa mbinguni, anasema safi sana, huyu hapa kwenye serikali yangu nitamuongeza mshahara, nitampandisha cheo. Unakuta hapo wizarani umepandishwa cheo, ndio maisha yanakuwa mazuri. Maana yake kupandishwa cheo, upako wako unaongezeka. Mtumishi wa Mungu unakuwa na upako, mafanikio, afya njema, familia yenye furaha na amani. Kama huko na waumini waliochangamka, waumini hawajachoka. Sasa wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini upo kwenye huduma zaidi ya miaka 10. Wewe umechoka, waumini wamechoka. Kuna tatizo mahali. Ina maana kwenye kazi yako haufanyi vile Mungu anakuagiza. Au umekataa kuwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anavyokuelekeza, unavyoendelea kumsikiliza, anakusogeza mahali pa ustawi. Unatoka ustawi, unaenda hatua mpaka unafika kiwango cha juu kabisa cha kutamanika, kila mtu akiona na mtumishi, yani natamani kweli jinsi unavyomwabudu Mungu. Natamani kweli, yani natamani nifike hicho kiwango chako. Kwa hiyo na hicho kiwango hakitokei tu, ni katika wewe kufanya kazi kwa bidii. Ukishajua upo kwenye wizara fulani, Roho Mtakatifu atakuelekeza kwenye hiyo wizara ufanye labda biashara gani, au kama kipaji gani ukiendeleze. Kwa hiyo kinakuwa kama kitendea kazi wizarani. Kwa hiyo unapokuwa sawa kwenye hiyo wizara, alafu ukafanya ile biashara ambayo Roho Mtakatifu amekuelekeza kwenye wizara yako, unakuta inastawi hivi. Ilianza kidogo, inainuka, unakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kama ni jambo lolote ama ni kipaji, unakuta ulianza kidogo, kipaji kinakuwa kikubwa, kipaji kinakulipa, kinakuketisha na watu wakuu. Ni kwa sababu uko wizarani, umekaa kwenye nafasi yako. Unapokaa kwenye nafasi yako ndio unakutana na yaliyo ya kwako. Sasa wewe umepangiwa wizara ya kilimo, halafu tunakuona wizara ya ujenzi. Je, utapata vitu ulivyokuwa unatakiwa kuvipata? Utapata vile vifaa? Utapata ule mshahara? Kwa sababu jina lako liko kwenye wizara nyingine, wewe unafanya kazi wizara nyingine. Na ndio hapo maisha yanaanza kuwa hayana maana. Unaona kama umeshachanganyikiwa, uelewi. Yaani unaenda kazini ni kama ni mateso, wakati kazini ilitakiwa uende kwa kufurahia. Kumbe kazi unayoifanya na wizara ya Mungu ambayo amekuwekea haviendani. Ulienda tu kwa mihemko, kwa akili zako tu. Lakini ukimwomba Mungu akakuelekeza, anajua kabisa wewe nimekuweka wizara fulani, kwa hiyo kazi ya huyu hapa inatakiwa afanye kazi eneo fulani. Unaenda kwenye hilo eneo. Nakwambia unakuta unafanikiwa tu. Mshahara unaongezwa, kazini kwako wanakufurahia. Unayafurahia maisha, kila inapofika asubuhi unatamani uende kazini kwa sababu uko mahali sahihi. Sasa kama ikifika asubuhi muda wa kwenda kazini unachukia, yaani unasema basi tu kwa sababu ya shida tu mimi nitafanyaje, basi unajua kabisa hauko eneo ambalo Mungu amekupangia. Lazima hiyo kazi unayofanya saizi, kazi hii ya kawaida, hiyo ofisi au biashara, unapoamka asubuhi lazima uifurahie. Yaani unakuwa unaenda kukamilisha kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kama unasikia unyonge,
mpaka ikifika Ijumaa ndio unaanza kufurahi, afadhali niishi. Na unajiona kama mtumwa. Jua kabisa haupo mahali pa kusudi lako, upo kwenye wizara nyingine. Na mambo machache ambayo yatakusaidia kujua kusudi lako. Kwanza, angalia kile kitu ambacho unakipenda sana kukifanya. Yaani hiki kitu unaweza kukifanya hata wasipokulipa mshahara, unasikia amani. Ukishakifanya tu, ukienda kulala unasikia utulivu, yaani unaona kama uko kwenye dunia nyingine. Tayari. Alafu pili, angalia ni jambo gani linakuchukiza sana ukiona linafanyika. Yaani kuna mambo ukiona yanafanyika unaumia, unasema mimi ningekuwa na uwezo mimi ningezuia kabisa hivi. Andika. Alafu ni jambo gani pia linakufurahisha ukiona watu wanalifanya hivi. Unafurahi, unaangalia unafurahi. Unasema andika na hilo. Halafu uwe na maombi. Anza kumuomba Roho Mtakatifu. Mwambie sasa nimeelewa. Naomba unisaidie kujua kusudi langu ni nini. Mpaka tulivyoongea utakuwa umeshaanza kuelewa, kupata idea. Na cha kukukumbusha ni kwamba kusudi litalenga watu wengi. Yaani usiseme kwamba nimeona kusudi langu lilikuwa na nyumba ya ghorofa, niishi maisha mazuri na familia yangu. Hilo sio kusudi la Mungu. Hayo ni mahitaji ambayo unahitaji kwenye maisha yako. Kusudi la Mungu linalenga watu wengi, kuwafikia watu wengi. Nitoe tu mfano halisi. Kuna dada mmoja nilikuwa nikizungumza naye, na yeye akasema halijui kusudi lake. Lakini yeye anajua mambo ya kubeki, kutengeneza keki, bites. Akasema lakini nina magrupu yangu na wafundishaga, wanalipia na wafundisha kutengeneza. Nikasema sasa hujalijua kusudi bado? Mbona mimi nimeshaliona. Kusudi la huyu ni mwalimu kwanza. Yuko kwenye wizara ya mwalimu, si ndio? Halafu anavyowafundisha watu, manake anawatoa watu katika utegemezi, kuombaomba. Anawafanya watu wajitegemee kiuchumi, wastaafu. Hawa watu wakija kuwa watu wakubwa, wakija kuwa matajiri, yeye amesababisha. Kwa hiyo kusudi linakufanya uwafikie watu wengi, maisha ya watu wengi, sio mmoja wala familia yenu, yaani ni watu wengi. Kama ambavyo mimi ninafundisha hivi neno la Mungu, nafikia watu wengi, nagusa maisha ya watu wengi. Kusudi sio la wewe binafsi kwamba mimi niwe na maisha mazuri, maisha ya raha. Hapana. Kusudi ni kuwafikia watu wengi. Badala ya Mungu amekupa wewe hiyo wizara ili uwafikie watu wengi, uguse maisha yao, watu wamuone Mungu katika maisha yao. Inawasaidia na wenyewe pia kujua kusudi lao na kuanza kutembea katika kusudi lao. Kwa hiyo msababishi unakuwa ni wewe. Kwa hiyo hawa watu ni wengi. Watakapokuwa wengi, wakaenda kuwaleta wengine wengi, wakaleta kwenda, wewe ulikuwa ni sababu. Na hilo Mungu analifurahia, maana wewe umekamilisha kusudi la kuumbwa kwako. Hiyo kazi ukifanya unasikia furaha, unasikia amani. Mpaka hapo umenielewa? Ubarikiwe sana. Basi kama una swali niandikie hapo kwenye comment.